Mwanzoni mwa filamu tunaona kanali anaitwa Bento amekutana na mwanaume mmoja anaitwa Samiri, akamsalimu kwa kumuita jenerali katika nyumba kubwa ya starehe. Bento akamrekebisha akamwambia kwamba mimi bado ni kanali, lakini Samiri akamwambia kwamba hivi karibuni utakuwa jenerali, sio jambo la kufikiria. Bento akamsukumia kisanduku akakichukua, baada ya kukifungua ndani yake akakuta kuna dhahabu za kutosha. Samiri akamuuliza kwamba kuna sadaka nyingine zaidi ya hii. Bento akamuonesha kuna sanduku lingine liko pembeni hapo. Samiri akasema kwamba sadaka kamili kwa usiku wa hekima, hakika utakuwa jenerali mwenye nyota nyingi sana hivi karibuni. Baada ya hapo Bento akielekea mahali katika chumba kimoja akakutana na nyoka kubwa sana. Akaingia katika chumba kimoja na mlango uko umefunguka. Akiwa humo akakaribishwa na sauti moja nyororo ya mwanamke mmoja, akamwambia kwamba kaa chini. Sasa hiyo chini inayosemwa hapa ni kwenye kitanda. Kisha mwanamama huyo akawa amejitokeza hapo bila kusema chochote. Bento akamkabidhi kile kisanduku chenye dhahabu. Wakati huo huo watu wengine wakawa wamefungua lile sanduku lile kubwa lililoletwa na bwana mkubwa Bento. Ndani yake kuna kijana huyu, yeye alifaa kuwa kafara kwa siku hiyo. Mambo ya vyewe na mambo mengi. Mwanamke akawa amemshika Bento mkono, kisha akawa amemtoboa kidogo na damu yake akawa ameichanganya na mafuta kwenye glasi, kisha akawa amekunywa, huku anasema kwamba hakuna kitu kitamu zaidi ya hiki. Baada ya hapo akachukua kipande cha dhahabu kwa tabasamu la kishetani akawa amekila hicho kipande. Huyu mwanamke ana mambo nyinyi. Mzee Bento anamtazama tu huyu mama, hamuelewi. Huyu mama akaanza kusaula nguo moja baada nyingine. Kuna mijitu ishaanza kuanza kilimo mdondoko tu hapa. Bento anakodoa mimacho tu. Wakati huo huo Samiri akawa amechinja ile kafara na damu yake ikawa imeingia moja kwa moja kwenye mabomba, moja kwa moja ikasafiri mpaka sehemu ambapo yule mwanamama nyoka yuko pamoja na Bento, ikawa imemwagikia ile damu juu yake. Sasa hiki ni nini? Watu wana maagano yao ya kishetani. Karibu tuangazie kisa hiki kwa undani zaidi. Usiache kunifollow, usiache kunifuata katika WhatsApp channel, linki ipo kwenye komenti hapo. Baada ya hapa tunakutana na mtu mmoja anaitwa Osman, kaachiliwa huru baada ya kukaa gerezani kwa miaka 6 na miezi 10. Kifungo chake kilikuwa ni cha miaka 12 kwa kosa la mauaji. Adhabu yake imepunguzwa kwa sababu ya tabia yake njema. Baada ya kutoka gerezani akawa amekutana na binti yake Mary, kaja kumpokea. Mzee kwenye kumwangalia binti yake tayari ni mjamzito. Mzee mudi iko amekata. Baba mtoto ni nani? Kuna jamaa mmoja kwa ametoka kwenye taxi kafika hapo mbio mbio. Baada ya kufika hapo akamsalimia Osman, kwa amemuuliza binti yake kwamba baba wa mtoto ni nani. Mshikaji wake amejitokeza akasema kwamba mimi ndiye baba wa mtoto. Huyu jamaa anaitwa Ibrahimu. Mzee akamsogelea binti yake akamuuliza, kweli unaolewa na taxi driver? Ndiyo baba, kuna shida gani? Sasa mzee akawa amemind sana kwa sababu vijana hawaaminiki, lakini binti akasema kwamba tayari wamekwisha kuoana. Baadaye wakiwa nyumbani, Osman akiwa anatazama runinga akamuona Bento anaonekana akiwa anatoa hotuba kama mgombea urais. Yani jamaa alikuwa amekwisha kupandishwa vyeo kawa mtu mkubwa zaidi baada ya kuwa amefanya yale matambiko yake ya kishetani. Osman siku hiyo wakiwa mezani akaanza kutoa semina, akaanza kuambia kwamba katika dini ya Uislamu msichana anahitaji mlezi ili aolewe kihalali. So mzee kwa sababu hakuwepo anasema bila yeye ndoa ni batili, mtoto huyo aliyopo tumboni ni haramu. Mary akasema kwamba mimi nilelewa na mjomba Reza na ndiye yeye alikuwa ni mlezi wangu, wewe ulikuwa mbali na mimi, yeye ndo ametoa idhini ya mimi kuolewa, nimeolewa kihalali. Osman akapinga akasema kwamba Reza ni mjomba wako, sio ndugu wangu wa damu mimi. Lakini Mary akasisitiza kwamba yeye ndiye aliyenilea mimi, yeye ni ndugu wa mama yangu, na ustazi aliyenifungisha hii ndoa ni ustazi kamili kabisa kwenye dini. Mzee akamuuliza, ustazi nani huyu aliyefanya jambo hili? Niambie nimjue, nahitaji kuonana naye. Ibrahim akajaribu kumtuliza Osman, lakini Osman akawa amemkatisha kwa hasira. Baadaye akaregeza, watu wakawa wamejichekesha tu hapo, wakajua kwamba ulikuwa ni utani. Mara sikia wewe, usiniite baba, sina undugu na wewe. Ibrahim ikabidi kuaga tu akaondoka hapo, mambo yasiwe mengi. Baadaye Osman akiwa amelala akaota ndoto ya watu wakiwa wanamshambulia na kumuua mke wake. Hili ni tukio ambalo lilimtokea mke wake na kumpoteza huyu jamaa. Alipoamka akawa na hofu sana, akatoka chumbani. Picha ukutani inaonyesha kwamba zamani alikuwa ni afisa wa jeshi huyu mshikaji. Baadaye Ibrahim akiwa nje na mke wake wanapiga story, mara akawa amepokea simu kutoka kwa mama yake. Mama yake akamwambia kwamba baba yako hali yake ni mbaya, amelazwa, unahitajika kwenda kumuona mara moja. Alipokata simu, Mary akamwambia kwamba kwa upole, ni bora ukaweka mambo sawa baina ya wewe na baba yako. Jamaa akapeleka mkono kwa Osman ili amuage, anamwambia baba, naomba nikuage niondoke. Osman akamkata jicho kisha akamzuia, usiniite baba mimi. Mshikaji kabidi kutoa tu mkono, isiwe shida, akaondoka hapo. Ibrahim alivyoondoka, Osman akauliza baba yake anaitwa nani huyu kijana? Mshikaji kakaa sana gerezani muda mrefu, kwa hiyo hawajui watu. Mary akujibu jina la baba yake moja kwa moja, akasema kwamba baba yake alikuwa ni mgonjwa kwa muda mrefu na sasa hali yake imezidi kuwa mbaya sana. Na binti akasema kwamba baba yake ni mhalifu kama wewe, lakini Osman akawa amejitetea kwamba mimi sio mhalifu, nilifanya vile kwa sababu ilikuwa ni adhabu kwa watu ambao walimuua mke wangu. Yani mshikaji inaonekana alivyokuwa afisa wa jeshi kulingana na wivu
na vitu kama hivyo. Watu walimuua mke wake, hivyo akaamua kwenda kulipa kisasi, na anasema kwamba saizi yeye ni mtu safi kwa sababu tayari amekwisha kutumikia kifungo chake. Ibrahimu yeye alijitenga na baba yake mbali kwa sababu baba yake alikuwa ni mwizi, mhalifu kama wewe. Kwa hiyo hapa tumejua historia ya Ibrahimu na baba yake, walikuwa hawapatani kwa sababu baba alikuwa ni mwizi, kijana alikuwa hataki na alikuwa hapendi kabisa harakati za mzee wake. Wakati huo huo upande wa Ibrahimu akawa ameenda moja kwa moja kuzungumza na mama yake, akawa amemuuliza kuhusiana na madaktari wanasemaje kuhusiana na hali ya baba yake. Mama akasema kwamba viungo vyote vya baba yako havifanyi kazi kabisa, hakuna anachoweza kukifanya tena, anasubiri kufa tu. Mzee wako anahitajika kupumzika. Wanashauri kwamba madaktari wamrudishe mzee wako nyumbani, kwani gharama za hospitalini zinazidi kuwa kubwa mno. Kwa upande mwingine, Mary akaanza kupata maumivu makali sana ya tumbo. Baba yake Osman alikuwa amependekeza pengine binti afanyiwe upasuaji wa dharura, lakini Mary alikuwa amekataa kwa sababu hana pesa za kutosha. Wakati huo huo, simu ikawa imeita ndani hapa. Osman kwenda kupokea, ni mtu wake wa kazi, jamaa mmoja anaitwa Tony, huwa anawapa dili hao washikaji. Jamaa yuko ofisini akasema kwamba wewe Osman, kwani nani amekuachia? Mbona mimi sina taarifa hizo? Tony ni mtu wa dili, akamwambia kwamba sikia, kuna kazi ya kufanya, una pesa nyumbani hapo? Kisha akawa amempa kazi mpya, akamwambia kwamba kuna nyumba moja ya mama mmoja anaitwa Nyai, mwanamke mchepuko wa mtu mmoja maarufu sana, ni mchepuko wa Bento. Akasema kwamba jina lake sio muhimu sana, kilicho cha muhimu ni kwamba kwenye hiyo nyumba kuna dhahabu za kutosha, kuna vitu takriban kilo 100. Tony akasisitiza kwamba awashtue wanachama wake wengine, yaani wana kikundi wa huyu mzee, waende wakabebe huo mzigo wote wa kutosha. Hii ni kazi imetoka ngazi ya juu kabisa na ni lazima wafanye hivyo kesho usiku. Sasa huyu Osman alikuwa na washikaji zake wa kazi, Sauda, Faras pamoja na Surya, na Tony aliwaambia kwamba awajulishe washikaji zake ili waende kupiga hiyo kazi. Binti yake akawa amesikia kwamba baba alikuwa anazungumza na mtu, akamuuliza, baba, ni kazi ya wizi tena, si ndio? Osman akamwambia kwamba ni vyema ungekaa kimya, sema kila kitu kitakuwa sawa, tutapata pesa kwa ajili ya upasuaji wako, si ndio? Sasa upande wa Ibrahimu alielekezwa na mama yake kwamba kuna sehemu anatakiwa kwenda kufuata sanduku la urithi ili baba yake afe kwa amani. Baba yake hawezi kufa bila kuhakikisha kwamba kisanduku hicho kimekabidhiwa kwa mtu mwingine. Hivyo kijana kaenda moja kwa moja nyumbani kwenda kutafuta sanduku la urithi wa baba yake kama maelezo ya mama yake jinsi alivyoambiwa. Sasa akiwa ndani hapo, mara kuna mtu kapita nyuma, mara akarudi tena akiwa na hofu, akaendelea kutafuta. Mbele yake akaona kuna kisu kimesimamishwa mezani. Kwenye kunyoosha mkono kushika kile kisu, mwili mmoja wa mzimu uko umedondoka mbele yake, sekunde chache tu uko umetoweka. Mbele yake akaona kile kiboksi ambacho amekuja kukitafuta hapo, hivyo akawa amekichukua. Akakumbuka maneno ya mama yake kwamba hicho kiboksi ndicho urithi wake, kitamlinda dhidi ya hatari zote zikiwemo hatari za wanadamu na vitu vingine vya kiroho. Akaenda moja kwa moja kwa mama yake, wakawa wamefungua kile kiboksi kwa sababu yeye ndiye kijana pekee kwenye hii familia wa kiume anatakiwa kurithi huo urithi. Mara moja simu ikawa imepigwa hapa kwa huyu mwanamama. Mwanamama baada ya kupokea tu akaambiwa kwamba mume wako amefariki dunia, amefariki kwa amani. Hii ni kwa sababu kijana amekubali kupokea kile kiboksi. Wakati huo huo, Osman baada ya kuwa amekutana na timu yake Reza pamoja na Saudi. Sasa huyu bwana Reza ndiye mtu ambaye alikuwa anamlea Mary baada ya kuwa Osman kuwa amepelekwa gerezani, na Reza huyu ndiye amemuozesha binti Mary kwa Ibrahimu. Osman akawa amemhoji sana huyu mzee, kwa nini kafanya hivyo? Huyo bonge akasema kwamba Ibrahimu ni kijana mzuri tu. Osman akamwambia kwamba sawa, kuna mtu mwingine ataungana pamoja na sisi kwa ajili ya hiyo kazi. Reza akawa amegundua kabisa ambaye atakuja kuungana pamoja nao ni Surya, ni mtu ambaye wanafahamiana, yuko vizuri kwenye hizi kazi, akawa amemsifia sana. Wakawa wametoka hapo moja kwa moja na kwenda kumuona Surya. Baada ya kufika nyumbani kwa Surya, wakakuta habari mbaya kwamba Surya ni marehemu. Sasa Surya ambaye wao wamekuja kumuona hapa na ndio mtu wao wa kazi ni baba yake mzazi na kijana Ibrahimu. Baada ya kufika ndani, wakawa wanazungumza na Ibrahimu, si ndio mfiwa, akawaambia kwamba marehemu baba yake amekwisha kuambia kila kitu yeye pamoja na mama yake kuhusiana na kazi ambayo wao walikuwa wanaifanya yeye pamoja na timu yake nzima, hivyo wao wanajua kila kitu. Osman akawa muuliza, je, hilo alikusumbui baada ya kuwa umejua kwamba baba yako alikuwa anapata pesa ambazo sio halali ili kulisha familia yake? Kijana akasema kwamba kilicho cha muhimu, hali ambayo wao wanapitia kimaisha, inabidi kukubaliana na kila kitu. Osman bado amwamini sana huyu kijana, na ukizingatia kwamba kamuoa kijana wake ndo amuelewi kabisa. Osman akawa amemuuliza kwamba Mary anajua yote kuhusiana na haya mambo yanayoendelea. Ibrahimu akawa amekataa, akasema binti hajui chochote. Hapa kinachofurahisha, baba mkwe pamoja na mkwe wake wanalazimika kuwa kundi moja kwa sababu Ibrahimu lazima atachukua nafasi ya baba yake kwenye hili kundi. Siku hiyo ni usiku wa kazi. Osman akawa amwambia kwamba wasitumie majina yao halisi, wabadilishe majina. Osman akawa amejiita Otto, Salma akawa amejiita Saudi, pamoja na Reza akawa amejiita Farisi. Ibrahimu yeye akawa anatumia jina la baba yake Surya kwa sababu amekwisha kufariki. Wakaenda moja kwa moja katika nyumba lengwa ya mwana mama Nyai ambaye anasadikika kwamba ni mchepuko wa kiongozi mkubwa sana, mzee Bento. Osman akaeleza kwamba mpango wao ni mmoja tu,
kuingia ndani na kwenda kuchukua dhahabu na kutoka haraka sana, kimya kimya, bila mtu yoyote kugundua. Kijana Surya yeye alikuwa anatakiwa kubaki nje ya nyumba, ndani ya gari. Yeye kazi yake ni kuzuia kwa kutumia nguvu zake za kishirikina, kuwaadaa watu wa ndani ama wa nje. Lakini Surya akawa amekiri kwamba hajui hata kuzitumia hizo nguvu. Saudi akamkumbusha kwamba lakini tulikuuliza ukasema kwamba uko tayari. Surya akawa amefafanua kwamba yeye alikuwa tayari kuendesha gari tu na sio mambo ya ushirikina. Osman akamwambia kwamba baba yako alikuwa na nafasi kubwa sana kuliko hata hivyo unavyosema kwamba ni kuendesha gari tu. Baba yako alikuwa ni mlezi, pia ni mlinzi wetu. Alikuwa anatulinda sisi dhidi ya watu na pia dhidi ya roho wabaya, na ndilo jukumu lako kwa sasa, unatakiwa kufanya hivyo. Maswali yakawa mengi sana. Kijana Surya akasema kwamba pengine labda nitapata majibu kwenye kitabu. Akawa amechukua kisu na akawa amekiweka kwenye dashboard. Kisu kikawa kimesimama. Osman akasema kwamba sijawahi kumuona baba yako anafanya kitu kama hichi hapo awali. Hili jambo ni geni. Wakawa wamwambia kwamba kama kutatokea namna, piga honi mara 3. Wazee wa kazi wakawa wamezama ndani. Mpango ni mmoja tu, kwenda kutafuta dhahabu sehemu zozote zilipo. Wakawa wamegawanyika. Msako ukaanza. Sasa upande wa nje kwa mlinzi, kijana kakaa zake hapa anajizuia kupitiwa na usingizi. Mara si akamuona kwa mbali kuna mwanamke kama anacheza. Kijana sio akajua ni Enjo Nyigu. Kwenye kutazama vizuri, mara kuna mwanamke mmoja akawa ameruka ndani ya gari humo. Kijana akawa ameruka nje. Yule mama katoweka. Kijana baada ya kuingia ndani kwenda kuchukua kisu chake kimepasuka pasuka, kimevunjika kabisa, akitamaniki. Akatoka nje kwenda kutazama, akaona kama hii nyumba imezungukwa na ulinzi wa kichawi. Kwenye kugusa kikoa kimemlamba. Akasimama mbele yake akaona kuna mzimu, na sio kwamba upo mzimu mmoja, ipo ya kutosha. Kijana akawa ametoa kitabu cha babake, akaanza kusoma maneno ya kinga. Mara moja akahisi kichefuchefu, ile kutaka kutapika, mizimu yote haipo, imetoweka. Akarudi ndani ya gari, akaanza kupiga hodi kwa mfululizo kuambia wenzake warudi, lakini sasa sauti haitoki, haiendi popote kwa sababu mizimu wameiziba hiyo sauti, haifiki sehemu yoyote. Kijana akaamua isiwe shida, akaamua kuingia ndani huko kwenda kuwatafuta wenzake. Sasa upande wa ndani msako unaendelea kama kawaida. Saudi kwenye kuangalia akakuta kuna chumba kimoja, kuna msichana mdogo kafungwa kitandani. Akajaribu kumfungulia, lakini mara kuna mtu mmoja kwa ametokea hapo, kajifunika kinyago usoni kwake, anaimba maneno ya kichawi. Alipotoa kinyago akajitambulisha kwamba yeye anaitwa Samir. Akamkaribisha Saudi akimuita mfalme. Karibu mfalme mkuu. Saudi akamuuliza mfalme nani? Umelewa wewe baba? Samir akajibu kwamba si ndio hii karamu ya mwili wa kifalme, ua linalochanua kwenye kilele cha bikra cha huyu mtoto. Saudi akapinga akasema kwamba huyu ni mtoto mdogo, sio vitu vyangu kabisa. Samir akawa amecheka akasema kwamba miaka 7 unaita bado mtoto, si ndio? Wewe kichaa nini? Basi mapambano makali yalikuwa yametokea, zikapigwa mno sikwambie mtu. Upande wa kibonge, Farisi akaingia katika chumba cha watoto. Akiwa hapo akaona kuna toi moja. Katafuta sana dhahabu, kachoka. Akaanza kuuliza hilo toi kwamba unajua dhahabu zilipo? Uko umetoka mpira chini ya kitanda. Akawa ameinama kuangalia, hamna mtu. Kunyanyua kichwa, mbele yake akaona kuna mzimu wa mtoto. Kumbe bonge ana mbio nyinyi. Akiwa koridoni akawa amesimama hapo. Akawa ameona kuna picha kibao sana za maafisa kibao wa jeshi. Wamepiga picha na mwanamke mmoja. Akiwa anashangaa, Surya akawa amefika hapo. Sasa Surya akafika hapo, anamuona mshikaji bonge kwenye mabega yake kasimamiwa na miguu ya mtoto. Surya akachukua kitambaa na akawa amepiga mabega. Mshikaji akawa amejiona mwili mwepesi. Alitaka kushangaa, mbona uzito wake kashauzoea, lakini kama kuna uzito ulikuwa umeongezeka. Surya akawa ameuliza kwa haraka, Otto na Saudi wako wapi? Otto yeye yuko mahala kakaa anakunywa kama hii nyumba ni yake. Lakini muda mfupi baadaye Saudi akawa amefika hapo, aliweza kumdhibiti na akawa amemshikilia Samiri. Nimemkamata huyo mzee, ni mlafi, alikuwa anajaribu kushiriki kilimo mdondoko na mtoto mdogo. Otto akasema kwamba tumeingia hapa kwa ajili ya kubeba dhahabu tu na sio kudili na wazee washenzi wenye tabia kama huyu. Ikabidi wamnyoshe kidogo Samiri ili wamuulize dhahabu ziko wapi. Samiri anacheka, anasema kwamba nyinyi wapumbavu, mmevamia nyumba sio sahihi na kwa wakati usio sahihi. Kwa bahati nzuri pia Surya pamoja na Fasi wako wamefika hapo. Otto akawauliza Samiri, yuko wapi huyo mwanamke? Samiri akajibu, mwanamke gani? Sasa huyu mwanamke ambaye anaulizwa ni mwanamke ambaye anamiliki hii nyumba Nyai. Samiri akasema kwamba amesinzia, kwa kawaida huwa analala siku 3, huwa hapendi kabisa kuamshwa, vinginevyo atakasirika na hali itakuwa mbaya kinoma. Otto sasa aka Osman kwenye kuangalia vizuri picha ambayo iko ukutani hapa, akawa ametambua kwamba kuna kodi hapa. Huyu ni mwizi wa muda mrefu sana. Akawa ametambua kwamba hapa kuna mlango wa siri. Akawa amebonyeza na mlango uko umefunguka. Yawezekana huyu mwanamke kalala upande huu, si ndio? Ghafla Samira akawa amechukua upanga, akawa ametembeza kichapo hapo, akawa amempiga risasi, lakini jamaa akawa amefanikiwa kutoka eneo hilo. Basi akawa ameingia eneo ambalo wanahisi yule mwanamke kajifungia huko.
huko uko wamepokelewa na harufu kali sana eneo hili. Kwa upande huko chini kweli wako wamepata chumba ambacho kimejaa dhahabu. Sasa hapa ndani kuna mwanamke kalala kwenye beseni moja kubwa sana misiri ya nyoka. Otto kimya kimya akawaamuru wenzake wachukue dhahabu. Wakati wao wanakusanya dhahabu, Surya akahisi kabisa hili eneo sio salama, lakini Osman akamwambia kwamba wajibu wake ni kuwalinda tu. Akawa amemkabidhi begi, akamwambia kijana naye aende kusomba dhahabu. Wakati wao wako bize na kukusanya dhahabu, upande wa pili Samiri alikuwa bize kufanya tambiko. Samiri akawa ametekeleza tambiko hilo na akawa amechoma kitambaa ambacho kilikuwa kina damu ya wale wezi, na mwanga wa ajabu uko umetokea hapo na uko umeelekea upande wa chini. Wao wako bize kukusanya mali tu. Surya akaona kitu kimefunikwa kama kitambaa chekundu upande wa pili. Baada ya kuondoka tu, yule mwanamke nyoka aka Nyai akawa ameamka ghafla. Sasa hapa sio kwamba kaamka yeye mwenyewe kwa hiari yake, bali kaamshwa. Saudi roho yake kwa imegoma kuondoka, anatamani kwenda kurudi kumsaidia yule mtoto aliyemuona, lakini Osman kiongozi wake akasema kwamba kazi yake ilikuwa ni kubeba dhahabu na sio kusaidia watu ambao hawajui. Lakini mshikaji akawa amekaidi hili agizo, akawa amekabidhi vitu na akawa amerudi ndani kwenda kumuokoa yule mtoto. Osman hakulipenda sana hili jambo, lakini sasa ikabidi kumfuata huyu mshikaji ili kwenda kumsaidia huko, na kabla ya kuwa ameondoka hapa akawa amemwambia kijana Ibrahim ama Surya kwamba nimekupa baraka kwenye ndoa yako na Mary. Kijana akawa ameshukuru sana. Osman akawa ameondoka hapo na kwenda sehemu ambapo Sauda akaenda. Baada ya kufika kwenye kile chumba ambacho walimuona yule mtoto anahitaji kumsaidia, yule mtoto hayupo hapo. Osman ikabidi kumwambia kwamba huyu mtoto kwa sasa hayupo, kilichopo hapa tunatakiwa kuondoka hapa mara moja. Tukirudi upande wa nje kwenye gari, Surya akiwa na kibonge, Surya akasema kwamba yeye anahitaji kuwafuata wenzake kwa sababu anawaonea huruma, hivyo akamtaka Bonge aendelee kusalia ndani ya gari. Sasa baada ya kijana kurudi ndani, Bonge akawa ameingiwa na tamaa, anahitaji kutoroka na dhahabu zote, lakini baada ya kukaa kwenye kiti cha dereva hakuna usukani, ngoma ni ngumu. Bonge naye akaamua kurudi tena upande wa ndani kwenda kuwatafuta wenzake, yani kazi juu ya kazi. Wote wakawa wamekutana. Osman akawa amesema kwamba inabidi waondoke sasa mara moja, watoke hapo. Lakini baada ya kuondoka wao ukaondoka umeme, ndani pakawa giza. Wakaanza kusikia kama kuna namna fulani, kuna vitu havielewi. Mbele wakaona kuna mwanamke wa ajabu. Saudi akapiga risasi, yule mwanamke akawa ametoweka. Mara akatokea nyoka mmoja mkubwa, wakapiga risasi, yule mwanamke akawa ametokea upande wa Surya. Wakiwa na hofu wakaanza kukimbia, wakafika kabisa mwisho kwenye korido, lakini wakawa wamegundua kwamba wamerudi pale pale walipotoka. Kazi kaanza upya tena, wakawa wamekimbia tena. Safari hii kwa wametokea sehemu ambapo kuna chumba. Yule mwanamke yuko hapa, sura yake kidogo imekaa kama nyoka nyoka hivi. Akasema kwamba wageni wasioalikwa wamefika hapa, mnafikiria mnaweza kuondoka na dhahabu zangu zenye thamani katika nyumba hii? Saudi hakuwa na namna, akapiga risasi tena. Yule mwanamke akawa ametokea nyuma yake, Saudi akapiga risasi nyingine tena, yule mwanamke akawa ameanguka chini. Wakajua kabisa amekufa. Jamani, tuondokeni. Kugeuka nyuma wakamuona tena yule mwanamke kakaa kwa utulivu kabisa. Yule mwanamke akasema kwamba ni heshima kubwa kutembelewa na wafalme usiku kama huu. Ibrahimu, wewe sio mfalme, hauna nafasi kati yao. Saudi akapiga risasi tena, lakini yule mwanamke akawa amempiga kwa nguo yake. Otto akapiga risasi, lakini mwanamke akamwambia kwamba kwa sauti nzito, subra yavuta heri, wewe ndiye unayefuata baada ya huyu. Kisha akawa amemkata Saudi kwa kutumia nguo yake, ni kali kuliko hata panga. Watu baada ya kuona kichwa cha Saudi kimetenganishwa na mwili, watu wakaamua kutimua mbio kutoka hapo wakiwa na hofu kweli kweli. Walipofika mahali ambapo walikuwa wameseti kabisa, wanajua kabisa hapa hili sehemu kulikuwa kuna dirisha, hakuna kitu kama dirisha eneo hilo. Ikabidi kwenda kujificha kwenye kabati. Yule kiumbe mwanamke nyoka akawa ametembea mpaka kafika eneo hilo, wakawa wamesubiri, akawa ametoka hapo. Fazii baada ya kutoka nje akawa amekutana na Osman, akakiri kwamba sijui ni nini kinachotokea kwenye hii nyumba, kwa nini tumevamia hii nyumba? Osman mwenyewe akasema kwamba sijui, lakini mimi ninachojua kwamba hii nyumba ilikuwa ni ya mke wa msaidizi wa kifalme. Faris akasema kwamba yawezekana huu ulikuwa ni mtego, tumeingia mkenge. Wakati huo huo Ibrahim kajificha sehemu, akasikia kama kuna sauti ya mwanamke anaimba. Mara mzimu kwa umetokea hapo, akaanza kusoma kitabu cha kinga cha baba yake. Kile kiumbe kio kimepotea, akawa amevuta pumzi ya aweni, lakini ghafla mikono ya mizimu kwa imemvuta nyuma. Muda huo huo alipovutwa tu upande wa nyumbani, mke wake yani Mary akawa ameamka kwa mshtuko, akajua kabisa pengine kuna jambo baya litampata mme wake. Akawa amepiga simu kwenye kampuni ambayo mme wake Ibrahim alikuwa anafanya kazi kwenye taxi. Wakawa wamemwambia kwamba mme wake hajafika kazini hapa siku ya leo. Akachukua kidaftari pembeni kilikuwa kimeachwa na baba yake hapa, akawa ameiona ile anwani ambayo kina Osman pamoja na wote wako kwenye ile nyumba, akaamua kwenda huko. Wakati huo huo yule mwanamke nyoka akamfuata Reza aka Faris. Muda huu mwamba akajificha chini ya kitanda. Mwanamke nyoka akasema kwamba mimi naweza kunusa harufu yako, unadhani unaweza kuiba kwenye nyumba yangu na kuondoka kirahisi namna hiyo? Reza akajibu samahani shangazi. Yule mwanamke akawa amemuuliza umeniita nani? Reza akasema samahani, nilikuwa namaanisha dada. Yule mwanamke akawa ameondoka hapo kwa hasira. Reza akajua kaachwa, mara akaona mbele kuna nyoka moja mkubwa akawa amemshika kichwa na akawa amemtoa ndani hapo. Yule mwanamke akawa amemchukua yule mwanaume na akawa ameondoka naye. Baadaye Osman mara alipokuwa amejificha kwenye boksi, alipotoka hapo akapigwa na nguvu
nguvu za ajabu akaanguka chini. Kumbe alikuwa ni Samir ndiye amemzimisha huyo mshikaji kutokea upande wa nyuma. Upande wa kijana Ibrahim Surya akajikuta huko ufukweni. Yule mwanamke nyoka yuko hapo anamwambia kwamba za asubuhi kipenzi changu. Kijana akauliza unataka nini kutoka kwangu? Yule mwanamke akamsogelea akamwambia kwamba harufu yako ni ya kipekee, ni tofauti kabisa na wengine. Mara moja akawa amemshika kijana, anapambana kutoka hapo, akawa ameshtuka kutoka ndotoni, bado yuko kwenye ile nyumba waliokuja kuiba. Akiwa na hofu ndani hapo akamuona msichana mmoja, akamuuliza yule msichana kwamba wewe binti, upo salama kukaa nyumbani hapa? Yule msichana akasema kwamba yuko salama. Akasema kwamba walichinja familia yangu, wakaniibia, na kila mahali ninapokwenda wananiumiza tu. Ibrahimu akasema kwamba kwa upole, utaondoka pamoja na mimi, nitakulinda. Lakini yule msichana akajibu kwamba wote wamewahi kusema kitu kama hicho, lakini hakuna aliyetekeleza hata mmoja. Akawa amevua lile nywele lake la bandia, yani wigi. Ibrahimu akawa ameshangaa kugundua kwamba kumbe sio msichana bali ni mvulana. Mvulana huyo akamwambia kwamba yeye ndiye aliandaa mpango wa watu wote hawa wanne kuja hapa kuja kuiba. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wote wanne ni watu ambao wamezaliwa Ijumaa ya maajabu. Aliwahitaji hawa wanaume waje humu kwa sababu wamezaliwa siku ya Ijumaa ya pekee, Ijumaa ya kirohoni, wakiamini kabisa hawa watu wanaweza kumuoa yule mwanamke nyoka. Wanawezaje kumuoa? Akamwambia kwamba Ibrahimu, yule mwanamke ananitumaini mimi. Siku ya Ijumaa ya kipekee ni siku ambayo mfalme wa zamani huzaliwa upya. Damu yao hawa watu wote wanne, damu yao sio ya kumuoa yule mwanamke nyoka, bali ni ya kumpa ujana wa milele. Walidanganywa kwa makusudi ili waje hapa. Ibrahimu akawa amesema, lakini mimi sijazaliwa Ijumaa ya ajabu. Yule mvulana akajibu kwamba huu ulikuwa uwe ni mchezo wa hatima. Kisha akachukua penseli moja akawa ametoboa jicho lake, lakini hakuumia. Badala yake akaanza kucheka kwa sauti ya kishetani, akamwambia kwamba Ibrahimu, kama unataka kumuoa yule mwanamke lazima unichukue mimi, uende pamoja nami ukaniweke ndani ya duara, beseni lile la tambiko, na yule mwanamke nyoka ndipo ataanza kuangamia. Ibrahimu akawa amemchukua yule mvulana moja kwa moja kweli, akawa amempeleka mpaka kule chini kwenye basement na akawa amemweka ndani ya beseni moja kubwa. Ghafla sauti ya kumuita jina lake ikiwa imesikika kutoka kwenye kile kitambaa chekundu. Aliposogea na kukiondoa kile kitambaa, akamkuta kuna mwanamke mmoja. Huyu mwanamke tulimuona alimvamia kwenye gari upande wa nje. Akasema kwamba huu ni usiku muhimu sana. Ibrahimu akawa ameuliza, wewe ni nani tena? Yule mwanamama akasema kwamba mimi ndiye nyai wa ukweli, sio yule nyai mwingine msaliti, kama ambavyo huyu mtoto anavyotaka kunisaliti mimi. Yaani umndani wamejaa wasaliti tu. Sasa huyu nyai mwingine anayetajwa hapa ni yule mwanamke nyoka, kumbuka hilo. Upande wa pili, Osman pamoja na wenzake wote wamefungwa kwa ajili ya tambiko, na yule mwanamke nyoka akawa amemwagiza mtumishi wake pendwa Samiri, akamwambia kwamba aanze na miguu yao, afate na mikono, kisha amalizie na shingo. Kweli mshikaji akaanza moja kwa moja, akaanza na bonge farisi. Kweli akaanza na miguu, akafata mkono, kisha akamalizia kichwa. Damu ikachuruzika moja kwa moja kuingia kwenye mabomba. Sasa bila wao kujua, kumbe Osman alikuwa anajifungua. Mara moja akawa amempiga risasi Samiri na kumuua hapo hapo. Sasa yule mwanamke nyoka alilia sana baada ya kuwa amempoteza Samiri, ni kijana wake mpendwa. Sasa hiyo damu ilikuwa inasafiri moja kwa moja mpaka kwa yule nyai mzee alipofungwa. Upande wa nyai mzee akamwelezea Ibrahimu kwamba nyai nyoka nguvu zake sio kama za kwangu, ndiyo maana anahitaji damu yangu ili aendelee kuishi milele. Damu ya kafara inaingia ndani yangu, inachanganyikana na damu yangu, na mwishowe huyo mwanamke nyoka huwa anaitumia yeye. Ndiyo sababu ya kuendelea kuishi kwa miaka mingi akiwa mrembo na mdogo. Nyai akamwambia kwamba Ibrahimu, vuta hiyo reva, kifaa cha kuachilia damu. Wakati huo huo yule mtoto aliyokuwa amewekwa kwenye beseni akawa amesimama. Ibrahimu akawa amefanya hivyo, damu ikawa imemwagikia huyo mtoto. Wakati huo huo upande wa Osman kajificha ndani ya chumba kimoja, anamsikia yule mwanamama nyoka anamtafuta kwa maneno. Ghafla yule mwanamke akawa amemkamata, akaingia ndani hapo akiwa anacheka, akiwa anamrushia maneno ya dhiaka kuhusiana na kifo cha mke wake. Baada ya kumshambulia sana, jamaa alivyokuwa amedondoka hapo, kulikuwa kuna panga, alivyonyanyuka nalo akamshambulia sana huyo mwanamke na akamtenga kabisa na kiwiliwili, kichwa pembeni, kiwiliwili pembeni. Kisha akawa ametoka hapo kachoka, yuko hoi, anapitia maumivu mengi, anaumia kwenye mwili na anaumia kwa kupoteza marafiki zake. Kwa mbali akamuona mke wake. Osman akawa amesahau kabisa hali yote kwamba huyu mwanamke amekwisha kufa. Akawa amemuomba msamaha mke wake, kweli akawa amemkumbatia. Kwenye kuja kujichanganya na kuja kushtuka, kumbe ni yule mwanamke nyoka yuko hapo. Akawa amemtoboa kichwa chake kwa makucha yake. Osman akawa amefariki hapo hapo. Sasa binti yake Osman, yani Mary, akawa amefika kwenye hii nyumba. Akiwa nje akamwambia taxi driver kwamba amsubiri hapa, anaenda kumchukua mume wake mara moja. Akiwa hapo yule driver kuangalia ile nyumba, anaona imezungukwa na mzimu. Mshikaji akawa amegeuza gari akawa ameondoka hapo. Sasa upande wa ndani, nyai akamwamuru Ibrahimu atoe damu yake aichanganye na damu hiyo iliyoingia kwenye hilo beseni. Mara moja akawa ametumia nguvu zake. Kweli damu ya kijana ilikuwa imedondokea ndani ya beseni, na yule mtoto alikuwa ndani ya hii beseni. Mara moja akaanza kugeuka na kuwa kiumbe cha ajabu. Nyai akasema kwamba huyo ndiye anaitwa mteule Zio. Kutoka kwenye lile beseni yule mtoto akabadilika na kuwa kiumbe cha kishetani. Sasa kilivyokuwa kimenyanyuka kimesimama hapa, yule nyai anasema kwamba ili hicho kiumbe
kiumbe kikamilike, ni lazima kile mtoto mchanga aliyezaliwa siku kama ya leo, siku ya kipekee. Sasa muda huo anapozungumza hivi, kweli Mary akawa amefanikiwa kuingia ndani hapa, na Mary ni mjamzito. Akiwa hapa, yule mwanamke nyoka pia akawa amefika hapa, akawa anamuita Zio kama mtoto wake, mtoto wangu kipenzi. Lakini Zio akawa amemkamata kwa nguvu, kisha akawa ametumia nguvu zake kubwa zaidi na akawa amemuua kabisa huyu mwanamke nyoka. Kwa nini? Kila kiumbe, yani kila mtu hapa anavutia nguvu upande wake, anahitaji yeye kuwa ndo mbabe kuliko mwingine. Mary akawa amefika hapa kwa bahati mbaya. Zio akawa amemuona, akawa anamhitaji huyu binti kwa sababu ana mtoto mdogo, anahitaji kumtumia ili yeye aendelee kusalia kuwepo hapa duniani na awe halali kabisa. Mara moja Zio akawa amechukua umiliki wa Osman ili kwenda kumvamia Mary. Sasa Mary alikuwa anamuona kama baba yake, akawa anahitaji kumsaidia, lakini kijana Ibrahimu akawa anamsihi kwamba huyu sio baba yako. Mary akiwa ameshikiliwa, akawa amelia sana kwa uchungu, akamkumbusha kwamba mimi ni binti yako. Osman kusikia neno hili, neno la upendo lilikuwa limemfanya yule kiumbe ashindwe kuumiliki huu mwili. Wakuwa wamefanikiwa kuondoka hapo. Mbele wakuwa wamekutana na Samiri. Samiri pia na yeye amemilikiwa na Zio, anapambana kwa lengo la kumpata huyu mtoto ambaye yuko katika tumbo la huyo mwanamke. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, maji ya uzazi yakawa yamemtoka Mary kwa kashikashi. Hii ikiwa inamaanisha kwamba Mary ni lazima ajifungue, muda wake umefika. Ibrahimu akawa amempeleka bafuni, wakawa wamejifungia huko. Mshikaji baada ya kuwa amegeuka mkunga, binti akawa amefanikiwa kujifungua mtoto. Yule mwanamama Nyai alikokaa kula akasema kwamba huyo sio mtoto wa kawaida, ni wa damu ya Ibrahimu, amebarikiwa na nguvu za kiroho za walinzi wake. Ukumbuke kijana ni mlisi wa ulinzi wa wazazi wake na amezaliwa siku ya miujiza. Wakiwa hapo, Zio akawa amefanikiwa kumkabili Ibrahimu na kumnyanyua juu. Prukshani zilikuwa zimetokea hapa za kutosha, kisha akawa amemdhibiti kwa nguvu, akawa amemfuata yule mtoto na akawa amemmeza mara moja. Nyai akasema kwamba huyo mtoto ana nguvu kuliko kiumbe yoyote, kwa sababu mtoto ni wa Mariamu na jina lake ni Masia. Mara moja Zio akaanza kuungua ndani ya moyo. Yani hapa ni watu wanasalitiana wao kwa wao tu. Kisha akawa amemtapika yule mtoto kwa maumivu makali, kisha mwili wake ukaanza kupasuka vipande na mara moja akawa ametawanyika kabisa. Yule mwanamama Nyai akawa amecheka kwa sababu kawa mateka kwa muda mrefu sana chini ya ulinzi wa Nyai nyoka, na mpango wake ulikuwa ni kumtumia mtoto wake Zio. Lakini huyu mwanamama Nyai amefanikiwa kuwageuka wote wawili, yani Zio pamoja na mama yake, na wote wameuawa. Yeye ataendelea kusalia katika hii nyumba na ataendelea kuwa mwanamke bora, mwanamke mzuri, mwanamke kijana miaka yote milele na milele. Ibrahimu na Mary wakiwa wametoka nje ya nyumba wakiwa na mtoto wao. Ibrahimu akawa amechukua usukani wa gari lake, alikuwa ameweka nyuma ya buti. Mary akauliza, kuna nini kwenye begi ulobeba? Ibrahimu akasema kwa upole kwamba hili begi ni zawadi kutoka kwa baba mkwe, hii ikimaanisha kwamba kijana kaondoka na shehena ya dhahabu za kutosha kutoka kwenye hii nyumba. Subscribe, like na kucomment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.